uwanja wetu anaparuka kachi. Nani kakwambia uparuka? Mimi nataka nenda kwa bwanangu aanze kusababisha shemshenzi. Haya msachi katika pochi yangu. Nitakuwa nimemweka huko ndani natembea naye. Mwanangu nimekuzaa mwenyewe. Alafu natola maneno kama hayo. Wewe unataka mimi nende uchi nionekane hivi uchi sheri nzima mimi? Ovyo. Hasa hapo uchi. Uchi hapo kijua na wewe. Kama unavyoona kama mimi sasa naita. Shemshenzi huyu kachaguliwa msikitini. Shemshenzi lakini mambo yake ya kijinga. Anza kwa heshima tukampa na jukwaa, kwenye mimbari anasimama, mistari anaitwa, kumbe akili zake mbovu, tamaa zimeshamjaa. Akiona mwanamke macho anamtoka kama taa. Shemshenzi huyu kachaguliwa. Toka zangu mwenyewe naenda kwa bwanangu. Sasa hapa nimetembea. Wewe babako nimekukuta. Bibi, atushei. Sawa. So bwanangu mimi ndo bwanako wewe. Shusha sauti. Nipo peke yangu. Mimi nimekuuliza tu. Huyo babako Shemshenzi nimemkuta. Kwa jina hilo ndo swali la muhimu hapa. Mimi nataka nenda kwa bwanangu aanze kusababisha shemshenzi. Haya msachi katika pochi yangu. Nitakuwa nimemweka huko ndani natembea naye. Asalamu alaykum. Sina shida asalamu alaykum yako. Huyo Shemshenzi nimemkuta. Shemshenzi? Unanichanganya. Mume wangu anaitwa Sheikh Osman. Kwani wewe unamjua anaitwa Shemshenzi nani? Yule anaitwa Shemshenzi. Sasa Shemshenzi nimemkuta. Karibu. Nimeuliza mume wetu yupo? Wewe ni mkewe. Una cheti cha ndoa? Mimi sasa hivi tuangalie cheti cha ndoa. Ndio tarakeni hiyo. Ndio ndoa kuu. Yaani mtu kitaka apendwe aitwe mume, si darling sweet. Sasa sampa. Kwanza mama anamwachia anatamba katika mtaa, yani katika uwanja wetu anaparuka kaa chizi. Nani kakwambia uparuke? Yaani mimi sijapata sasa tabia zenu. Sio makelele. Stop kelele hizo. Stop. Mtoto, watu wazima wakiongea naomba kae kimya. Wewe mtu mzima hapo. Si mtoto mwenzangu. Wewe, watu wazima wakiwa wanaongea sitaki utoe sauti yako. Haya, nakaa kimya. Mimi sina kama mnafiki. Nakaa kimya. Sasa subiri. Mimi nakaa kimya. Naongea na bwanangu na simu yaongeni. Mimi nimeuliza tu. Huyo mume wetu yupo Shemshenzi. Wewe ni mke mwenzangu. Madolari kwa ufupi. Nimemkuta Shemshenzi mkuta. Sasa kuna namba nimeandika hapa. Mama anamwacha wakijana karapia katika nyumba yetu, unamwacha mbali mfura mimi nyamaza. Yaani mngeniacha nishughulikia mwembamba kafi tu huyu. Ungeniacha wewe. Mwanangu nyamaza mwana. Kila siku nakwambia baba ana tabia fulani. Kila siku naongea mali ya mimi. Mama ananiambia, mwanangu, kisa sijui hivi, kisa hivi. Umeona kitu? Haya. Hiki ndio chokuwa nataka kukiona kutoka kwa yule mzee tambitambi. Juzi umesikia katoka na mwanamke kafumaniwa. Ukiniamini mimi mwanae ndio kwamba kaniambia mimi mbea. Umekiona hiki? Hiki Jaja kusoma hotuba kwenye nyumba za watu. Nimeuliza kama yupo mjibu. wewe funga bakula kwa umesikia hapo kwa hotuba. Kesho mamako sio shida kukulea. Tuko kwa Mungu hapa. Muone ndio kiuno chake mimi ndio vibaya kani mimi njia. Yaka. Alafu mama, ndio hiki ambacho kila siku nakizungumzaga. Mariamu mbea, Mariamu wewe mnafiki, Mariamu hivi. Umeona kile atakifanyia baba hiki? Ndio hiki ndio mnachokuwa mnakitaka. Kila siku nasema yule mzee. Yule mzee analeta mabaya sana. Leo umeleta mke mwenzio hapa. Na wewe si mara pili, si mara tatu, mara pili. Juzi umekuta kule tetesi.
kafumaniwa na mke wa watu. Huku niamini kamili zile taarifa ambazo kukwambia kama amefumaniwa baba yangu na mke wa mtu. Ukasema Mariamu mbea, Mariamu mnafiki, kila aina neno kanipa. Nikasema hivi, sawa. Mbona hiki kilichotokea hapa? Ndo matokeo yako kuto kuniamini mimi. Mke mwenzio hapo ndani ya mjengo kaja kudai hela nini? Wewe popa, wewe wangu mimi miarusho sana. Wewe na miarusho kweli mwanangu. Sasa mafuta yako umeenda kuchukua wapi? Kwanza ni aje yule pale. Mimi mchizi mwanangu kanitoroka basi yule. Natoka nje na kula sigara hii nasikia tu. Sikiliza, nimekutana nao juu yule mchizi hapo kati juu. Mida hii? Wale ustazi nitaka nimfubaishe kinoma kwa sababu hapo kati nakwambia kiande nimemburuza mwanangu na. Mida hii sasa hivi tutoke hapo. Mida hii nimemkimbiza ujue mwanangu sana. Sasa kupotea vipi yule ndezi tu? Kanipoteza chapo. Sasa anakupotea vipi mchizi yule? Kanipoteza, nimeenda na harakati. Wewe nimeenda na harakati. Kwa tunafanyaje? Ndio vile mpango kazi wetu sisi tunaye atenda wapi wakati sisi wetu pale. Sasa nilipokuona, yaani nakupigia simu zangu mara 10 upokee, sasa ujibu unamaanisha nini? Hamna mamtu, kwako tena kuna nini nadhani? Hoja la mimi atanipa nani? Unatikana kwa zote kuzingatia wewe. Siangalia tu nilivyokuwa mtoto nimeumbika tako kwa wewe. Wewe atanipa nani? Ya matumizi. Wewe mwenzangu na mimi umekaa tu hapa na juba yako unazunguka kama nyumba hujai kuiona. Yaani kwa ufupi hii nyumba yako juu ya sasa hivi. Kwa sababu sana unapokaa ndani unapoangalia. Haya sasa hivi baba yeye siyo kaenda wapi? Kaja mwanamke wake mwembamba kaa leli. Ndio sijui niseme tena ninapita na yeye babangu kampitia. Haya, kaja kaongea uchafu wake na unataka kuongea, sijui kamweka kiganjani kama sio kana kumloga. Yule mzee yule anataka nini yule? Sana mabaya sana yule. Ndio maana kile kitambe kipungui kama mama mjamzito. Kila siku namshawishi, twende kwenye mazoezi. Mimi siwezi na miguu yake hivyo mjani. Imezito kama tembo. Jamani. Haya. Sana kana nagubu sana. Waendelea kulia kila siku utalia. Na uwezo kuamini. Unajua mamangu mimi nakuonea huruma sana. Sana. Hata sijui usichana wako kwa nini ukamchagua yule mzee kitumbo yule. Wangemtafuta tu vijana sasa hivi wapo sana. Umemwongota wewe kitumbo kile sasa hivi kinakuuliza chenyewe unavumilia. Mariamu, naomba ukabadilishe hizo nguo mwana. Wewe mimi naondoka hivi kwa bwana wangu. Usana mwanamke mwenzio anakuja hapa kuchekea. Umetoka kama mwanamke mwenzio na mia kwangu tena. Wewe ulipo. Mimi nishakwambia nikiamua langu. Hamna zuia wala kulipangua. Mimi nipo kama ile taarabu. Nikiamua langu nani atazuia? Ndio mimi sasa. Hamna kuzuia nini? Toka moja kwa moja na kwa bwana wangu. Sasa nyie mvovurugiana hapa siku. Kwa mimi siku mnaweza kunivurugia hilo sawa. Mimi naenda kwa bwana wangu mwenyewe ananiweka mjini. Baba mjengo naye kujua kuhudumia. Sala mume wako. Kila kesi yeye, kuchiti yeye, uizi na yeye. Msikitini na kutokusalisha yeye. Mimi najiuliza, kwani yule imamu kwa nini kampatia kile cha kumpashia jamani? Shehe gani yule mbona? Nakupenda bye. Arabi. Kwa nini familia yako inapitia mambo kama haya? Nimekosea nini Mungu wangu mimi? Mbona kila siku misukosuko? Kwa nini mimi ya Rabbi? Kwa nini mimi nimepitia haya? Mungu wangu, mbona mtihani huu ni mzito? Muma nanitesa kwa siri na mtoto naye nanipa mateso. Mariamu mwanangu, umefuata tabia chafu za baba yako. Unanidharau mama yako, uniheshimu, unanifanyia vituko. Moyo wa mama unaumia, navumilia mambo ya siri. Ndio kila kitu changu. Sasa tutakwambia, usi unamwona maana, huyu ndo atakula naye kitaka kimoja atakupa utamu. Unajua unataka kupaga ya msao, huyu ndo atakukupa. Sio umenielewa? Niache.
Sikiliza. Hapa sitaki. Ngoja wenyewe malaya tu unahangaika naye vipi? Ngoja bwana changu. Atakuzika tuone kama atakuzika. Wewe mwenye miausho kweli una lolote kumbe mwanangu. Machozi yananiliza kila pakicha ni vilio. Ndoa ya mke wa shehe imejawa na dharau na vikwazo. Mume anavaa kanzu, kwa nje anaonekana mtakatifu, lakini ndani ya nyumba anafanya mambo machafu na machafu. Shemeji vipi? Salama tu. Karibu shemeji. Asante. Mbona unalia? Sura yako inaonekana kabisa unatoka machozi. Una nuru kabisa. Hapana shemeji. Macho yangu yana shida kidogo. Yana shida kidogo. Karibu. Asante shemeji yangu. Asante sana. Unajua shemeji yangu mimi nakupenda wewe karibu sana. Unajua shemeji, sisi hapa tutakege kuja. Unajua kwa nini? Wewe mkarimu sana. Tukija hapa utakitoondoke wa kwetu. Subiri shemeji yule, subiri shemeji yule, subiri shemeji. Haya tunapitia kichoroni. Basi shemeji, ningekupatia hata maji yangu. Maji hapana shemeji yangu kweli. Nimetosheka shemeji. Asante sana. Asante sana shemeji yangu. Nashukuru wewe. Karibu sana. Asante shemeji. Siku zote wahenga wanasemaje? Mficha maradhi siku zote umauti umumbua shemeji yangu. Na unaambiwaje? Samaki mkunje angali mbichi. Ukisubiri akauke, ukimshika kama hivyo, ukitaka kumkunja anakatika katika kati kwa sababu anakuwa kashakauka. Na siku zote kipele kikiwa kidogo inabidi ukitupue, ukikiacha kikue kinakuwa jipu. Shemeji, naona umenipa misali nyingi sana ambazo nashindwa hata kuzifafanua. Mwanao Mariam mwizi nimemkuta kwa macho yangu mimi na nimemwita kanikimbia. Mwanao Mariam kule watamuua, mguu shingo, mguu roho. Kule wanakaa watu wale ambao tu machete, watamkatakata kama kucha. Mshenzi huyu kachaguliwa msikitini. Mshenzi lakini mambo baba haya hivyo yani jamani ndo nini hivyo jamani? Tumbo wi kama mjamzito, si limetoka wapi? Na hivyo nguo hayo umetoka wapi? Mwanangu nilikuwa mmetekwa katika jumba. Wamenivua kila kitu. Wamekuvua kila kitu nini hapa? Ngakuwa kila kitu, ngakuwa tembea uchi, wamekubakisha hadi kiboxer. Mimi ngakuwa nataka wakuzalishe mtaa mzima upite waseme yule ndo Shamshenzi. Wasa yuko tunaongoza misafu. Eti misafu si kule msikitini yeye ngakupatia shehe kwa sababu si wewe ndo hivi. Sivalekini wewe shehe ni mpumbavu sana. Kila siku nakwambia baba yangu, naimba na wewe kanyimbo ya taifa. Nakwambia unamkosea sana Mungu wewe. Unamkosea sana wewe. Sishai kukwambia wewe. Haya niambie, si ndio yule kijana tulipisha naye siku akatukimbiza? Si ndio yule mwibia mwanamke wake? Si ndio yule? Ndio yule alikuwa anataka kunitia mafuta. Na wewe ungekutia mafuta kweli kweli wewe. Ungekutia mafuta mpaka ungejua mafuta au maji. Sasa wewe ndio unataka nizalilishwe mimi mwanangu. Watu waseme si msikiti kaingiliwa, si msikiti kaingiliwa. Muona lina tai, muone pua zake vitanua. Kaka wananusa vumbi. Yaani ndio yule mwanangu una tai. Ndio mimi nakwambiaga, yaani yule mkaka mimi. Yule nakwambia tena, nitafanya kila kitu mradi anitongoze, nimweke hapa afu uone. Na wewe unatokea. Yaani kama bila sharasha. Mvua bado. Naambia ni manyunyu tu. Inabidi mwanangu umesema ingalikuwa nakwenda upande babako. Mwanangu ni stiri kanchukulie nguo mwanangu we. Mwanangu sasa ni stiri kachukua japo kanga mama yako tu. Kasa mama yako namuogopa kule. Ningetiri mwanangu ingechukua ngata mama yako. Iba. Mimi mwanao mwizi. Tabia si nimetoa wapi tabia wizi na kama nimekutoa kwako. Maana mshenzi, mimi mcharuko. Maana tabia hizo zinakwendana. Wewe mwizi wa mwana wa wanawake watu, mimi mwizi wa mume za watu. Mimi mwizi wa kanga,
uchukue shuka huko, tafuta ni ila mimi kutoa mguu wangu hapa kwenda nyumbani, hilo baba sahau. Yaani hapa yeye bwanangu kanzingua. Simu apokei, nimekadi salio. Apokei. Sasa mimi ndo nataka nenda kwa bwanangu na kutana naye tena miayusho. Sikia nikwambia, afu uko nyumbani babangu umelivaa. Yaani uko nyumbani. Hata sisemaje. Mama naona kanuna, sio analia. Wewe unapesa kumuumiza mamangu wewe? Unapesa kumuumiza mamangu wewe? Sana tu. Muache mamangu apumzike mzee. Hivi mamangu mbona mzuri tu ule pale? Umemwolea nini kama mbaya? Umemwolea nini? Si mzuri yule. Mtoto wenu mmempata mimi hapa. Mchaluka dunia. Shemeji, unajua sisi binadamu tumeumbiwa shida na raha, na tunapopitia shida hatutaki kukata tamaa wala kumkufuru Mwenyezi Mungu. Lakini mtoto yule kaharibika kabisa, watakuja kumuua. Shemeji, nashukuru kwa taarifa yako. Usije ukanichukia, kwa sababu yule mtoto mimi namuona kama mwanangu. Nimekuletea taarifa kwa sababu yule binti mimi namuona kama binti yangu. Akija kuharibikiwa yule, basi na mimi pia nitakuwa nimeharibikiwa. Hata nyinyi pia mtatusema sisi kwa nini hatuweza kumrekebisha mtoto wetu. Hapana shemeji, mtu anapokuambia jambo anahitaji ujisaidie mapema. Karibu shemeji. Asante shemeji yangu. Kuandalia chochote? Hapana shemeji yangu. Mimi hapa nipo vizuri tu. Hapa na bado na Abduli ya ule mtoto wa Mwanahamisi. Yule Abduli ya ule jana kanifunga goli hizi 3 kibaoni pale. Sasa leo naenda kulipiza, sikubali. Kwa nini anifunge mimi? Kanicheka kibabani, nimekufunga goli 3. Unajua mimi leo imeniuma sasa, sijalala usiku nzima namfikiria Abduli ya ule mtoto wa Mwanahamisi. Sasa leo kazi anayo. Mariamu mwanangu, umefuata tabia chafu za baba yako, unanidharau mama yako, uniheshimu, unanifanyia vituko, moyo wa mama unaumia, navumilia mambo ya siri. Mariamu, nilikubeba tu. Hebu kana mbona saidia mimi. Saidia kizazi changu. Saidia mume wangu. Sijui yuko wapi sasa. Mariamu mwanangu, umefuata tabia chafu za baba yako, unanidharau mama yako, uniheshimu, unanifanyia vituko, moyo wa mama unaumia, navumilia mambo ya siri. Mariamu, nilikubeba tumboni miezi 9 kwa tabu. Leo umekuwa msichana, umekuwa adui wa mama wako. Unacheka nikilia, unaiga kila uchafu wa mzee wako. Maneno yako ni sumu, unanitukana bila aibu. Sikiza mwanangu, nitakupa japo 20,000. Ukome baba. 20,000 kuitaja rahisi, kuita tena siku ile nimesahau. Wewe 10 ulinipa, hujanipa hayo. Ugombana tena mwanangu, usibini mazee na mamako, tutakuja chumbani, tangia nitakupa hela. Ipo wapi? Taka hela imesahaulika. Kwa hiyo 10,000 tu umeshindwa kunipa 20,000. Tutakoneshana tena kona ukipita na niogopa. Mwanangu yule anajua akipita kwenye matatizo ndio amenifuata nikatae kuna muda fulani. Mwanangu takutembea naye unaniambia sio nini. Sasa hivi janga limekukuta unamtafuta Mariamu sasa alipo. Sasa kwa taarifa yako, mchuma janga uliona kwa kwao. Ulolianzisha utalimaliza. Mimi nimelianzisha kwa bwanangu na nakulimaliza. Na maanzisha kwa mkeko kalimalize. Alafu wewe kumbe Mariamu huna adabu kweli eh? Akili sina. Yaani nimeenda Milembe kule. Nimeenda kwa nani? Huyu tukimbaki hapa ila huwa mzee. Wakanitoa. Mwanangu nimekuzaa mwenyewe. Alafu natula maneno kama hayo. Kwa hiyo nataka mimi nende uchi nionekane hivi uchi shehe mzima mimi. Ovyo. Hata kwa uchi. Uchi hapo kijana wewe. Uchi ungevuliwa nguo zote.
Nyamaza, Benson. Mimi niko uchi hivi mwanangu. Ananikolomea eti. Kona unataka msaada utaki? Unataka msaada utaki? Mama ananikolomea sana, nipanda kichwani. Wakati kazi sijakukola kama. Usinipanda kichwani wewe mzee. Shasikia? Bwana wangu yeye kanipanda kichwani na wewe nipanda kichwani. Wewe nikome. Wewe nataka yeye unakoa balisha kibesi yani. Unaniweza. Kiufupi unaniweza. Ha wewe baba stop. Tulia taratibu. Kwa mwanangu unatuna mwenye mjoni wako. Mzee unachekesha, unanifurahisha. Sasa sikia. Mimi hapa mguu wangu stoi naenda kwa bwana wangu. My love jamani. Unasema my love wako hapo nyumbani. Au vichenchede wako ndo my love wako. Mungu wangu, umenifurahisha sana na hilo tumbo lako. Si ukani yule msela. Yule msela anakupatia wewe. Mimi tunafanya hiyo chini ni naye Mariam mimi. Nitamtamanisha kwa kila kitu. Inadi tu kila siku ninatabasamu. Maana hivyo vituko na hilo tumbo lako. Jua baba, mimi nakuonaga tu kwenye kanzu. Na hilo tumbo lako nikajua baba unajiongezea. Sababu wenzao katika kwetu wanajiongezea sio tuka midude gani sio tumbo unakuwa huo. Kombe yako kwenda kulisi. Isi kwa babu yako. Mariamu, nitakupiga mimi ustadhi wa msikiti. Unanidhalilisha mwanangu Mariamu. Alianza kwa heshima, tukampa na jukwaa. Kwenye mimbari anasimama, mistari anaitwa. Kumbe akili zake mbovu, tamaa zimeshamjaa. Akiona mwanamke macho anamtoka kama taa. Hachagui nani huyu, hachagui kila rika. Kuanzia kwa bibi kizee hadi binti anayepasika. Shoga yangu, nimetoka kuyatimba huko, yalishana kukiwasha. Sitaki kucheka na anayeharibu chakula yangu. Sitaki kucheka na mtu anayeharibu gari wangu. Yaani nimetoka kukiwasha. Wapi? Kwa shemshenzi. Shenzi, wana unatoka na shemshenzi. Asa mimi sitaki na shemshenzi mimi nani? Shongura umezidi, sio kwa lile tumbo. Sasa tunazidi nini? Yaani ninachokuambia, mimi pale ninachojali maokoto. Sasa mpa mjini. Shoga yangu una baa. Hivi ninavyokuambia sasa. Bora nilivyokuona. Huko umetokea wapi? Nimetoka huko na mambo yangu. Nikasema hivi, yani hapa moja kwa moja mguu kama unavyoona hapa. Moja kwa moja na kwa bwana wangu. Maana kinampigia kwa simu simpati. Nikasema ukikalia kimya atakuwa na mwanamke mwingine. Mimi namjua yule pale. Ajua hata kukaba. Akimwona mwanamke kapitana sasa mimi sitaki kuchitiwa maisha haya, kuchitiwa dhambi. Hata kwenye kitabu cha dini kimeandikwa babangu Shemsheni ataponifundisha. Si ukweli, si nadanganya. Mimi Mungu sana. Niambie. Maana nimetokea na sokoni huko. Kakaangu anakimbizwa anapanga sijui hata amefanya nini na sielewi kama yu hai au amekufa. Bwana unayeongea kakake. Mimi naongea bwanangu na naongea kakake. Sasa sikia nikwambie, kaka kwa nimeshalauka, tumbo wazi. Kama anafanya mazoezi na kipenzi chake kifupi kanzu sio kabwa gapi. Mimi namuuliza, mwanangu nimekimbizwa sio napanga sio. Mimi nakwambia yote yale shangazi. Yaani yule kakako tizo wake umalaya moto. Mimi naomba angemuua yale. Sasa kaponya kale pomena kale. Yaani ana Mungu. Yule ana Mungu. Ila siku nyingine wakimkamata tutakuja tu kusikia habari ya msiba. Kesho naenda kula ubwabwa. Siri iko na msiba wake kifupi. Wewe unaenda wapi? Leo kwa shangazi kama unaponiona. Mguu na ndala. Nenda huko kwa bwanangu. Maana kijana nimempigia simu kwa simu simpati. Nikajua moja kwa moja ana cheat. Kwa hiyo nimefunga safari, nimejilemba vizuri mtoto wake. Nimepeleka kama unaponiona. Kidogo kama mtoto anaitwa. Ile hata kama nisompata yeye, mwingine akiniona Mariam tunaenda yenyewe. Nikamshauri wangu chapwa chelewesha. Kwa nini nakupenda kwa bwanangu? Mama yako nyumbani yupo? Mama yupo. Nana sio kachanganyikiwa na baba na muda wote kajinamia chini sio analia sio anacheka. Mimi kana nikikaa pale na wale wazee watanizeesha. Ndaanza kumfuatia bwanangu anaenda kunichiti kule na nyinyi sasa. Kwa mimi nikaona nitoke. Mbona nimevaa hivi nimependeza nikaingia kwa na mama nikachukua poda, lipstick yani vyovyote vinavyohusika katika mwili katika nini kujipodoa. Nikavibeba, nikavaa mtoto wangu nikajipodoa nikajenga kwa kioni po vizuri. Na nilipopita yule baba akaniambia nimependeza. Nikasema bwana nitoke, ndio natoka nenda kwa bwana wangu nakutana na wewe.
Kwanza niseme alhamdulillah. Namshukuru Mungu. Kama kakaangu yupo nyumbani mzima, maana nilijua ameshakufa. Bwana tange. Yaani sio kwa nini nyumbani karudi salama. Mimi naomba yule yani angekatokata vipande, ningepika mwenyewe baba wangu pilau. Ningelikalia chini ningelila vizuri. Hivyo wewe yule kakako unamtetea nini vile? Umalaya anaharibu hadi ndoa za watu. Uone hivyo, wewe si dadake. Unashindwa kukaa na kakako siku. Kaka bwana, kitu fulani acha. Ila wewe ndo mnamsupport. Unajua siku zote kinachomsupport mtu ndo kinampa nini bicho aongezeke. Ndio vile kakako anaongezeka, katoka na mwanamke wa watu. Muda wote akipita share na share gani yule? Kwa nini kichwana hajahifadhi siku na mwambia mzee anafundisha alamtala chumbani. Toka nini alamtala chumbani? Eti mwanangu hapa namfundisha alamtala ni asikie yule. Yaani yule mkaka mimi siku yule nitafanya juu chini. Anitongoze tu nimkamatisha kwa babangu. Afu aone. Mimi nitafanya hiko kitu. Usubiri utaona shangazi. Mimi yani nitafanya ufundi wangu wote ule. Nimpate nimweke hapa kiganjani. Hey! Baba Shemshenzi yani watu wote atasema Mariam sasa. Sio Shemshenzi. Maana kati anavuma yake. Huko Kijola pambe. Mtoto nishakata msuko ndo kama huu. Unavoniona, unanionaje? Mbona hivyo hivi? Unanionaje? Mbona nini? Mbaya. Ndio hivyo ninavyokuambia. Yaani kule nimekita hapa sielewi. Ni mtu alipiga simu? Hela alitama? Kwa nimekitokea huko. Sitaki shughuli dode. Sitaki shughuli dode. Sasa ni wewe hivi mwenzio sisi mambo mjini. Baka brand yangu atakachukua yeye. Sasa mimi nataka nimkomeshe brand irudi kwa. Nasema yes, Mariam kweli Mariam mcharuko, Mariam mcharuko. Mariam mcharuko, Mariam mcharuko. Ukipita kona ya dunia, Mariam mcharuko. Kaskazini, Mariam mcharuko. Kusini hivyo hivyo. Sasa hivi ukipita kusini, Shemshenzi kamchukulia jana bwana asikantemele demu wangu ule mfupi. Mara kesho kutwa kanchukulia mrefu ule mweti aka. Eti yashana baba yako tumempa cheo cha kuongoza safu. Hivi jana ana akili kweli yule. Safu gani anaongoza yeye? Bana yani akitoka pale anafuata leshesa. Shie nipeleke nimelikuwa kanywa maji ya kunywa. Kesho kapita na yule pale stazati wa she. Hapana baba. Hivyo huko. Yaani yule sio yapita na nani katika dunia. Samahani mwanangu Mariamu. Hayo mavazi na wewe wapi na wapi? Haya mavazi wewe unavyoona uko sahihi kabisa haya. Tuachie sisi. Eleka shangazi nimependeza. Tamu kwani yote nimepita kwa baba mwembe. Mariamu, njoo kutongoza. Mimi nikakataa. Sababu gani kana nimependeza? Maita hapa shangazi unajua nao unanisifia. Wote ndio wale wale. Wewe mwenyewe hao mavazi umependeza. Kama una baridi, makoti tu mja. Ngena. Niache kwanza wewe. Wanchesha kwa bwanangu. Yaani hapa si saa ngapi tu nitamkuta ule chizi yule. Na kuba babake ningemkuta huko na mwanamke mwingine. Namuonesha charuko. Ananijua nijui. Yule leo. Ile nahakikisha yule nilikifika tu pale. Nakagua kwanza kitandani kina ubungu na njia. Kwa sababu gani? Yule pale nini? Malaya sana. Sasa shangazi anasamisha hapo bwana nikupeleke ukamwona mko wako. Hutaki. Umesema hapo mavazi gani magani nimejua hata utansifia. Shangazi yangu umependeza. Si nini kwa sababu wewe mweupe una mguu wa bia. Tako nyuma nikigeuka nalo simu si umepata wapi? Kuja niuliza. Basi mambo yote ya nini nikwambie. Sasa mimi naenda kwa bwana. Unatakiwa usome. Tena usome kwa bidii. Hiki ninachokuambia leo hapa ni faida ya kwako wewe mwenyewe kesho. Sio ya kwangu mimi. Hayo mavazi ni ya kwetu sisi. Kusoma alisoma Musa. Mama yake mwenyewe kamsomesha darasa 7 kamaliza, chuo kikuu kaenda. Feti anavyo vizuri kabisa. Mamake akashukuru Mungu. Kwenye kazi mtoto wake anahangaika. Kesho anaambiwa unaitwa Morogoro, unaitwa wapi? Kazi yake. Mwisho wa siku yuko wapi? Anauza kashata. Juzi tu nimetoka kutembea naye. Kwanza mshenzi yule ana taila. Yule hana hela. Kanipotezea tu muda wangu. Na usiku nitapomtumia message ananirudia ati Mariam yako, Mariam njoo kwangu. Anauza kashata pale. Kiasi kungefika nachukua moja. Nachukua nyingine. Aya tuachane na Musa. Twende kwa Juma. Juma mtoto wetu kasoma. Si kazi aliyopata ifanane na yeye. Anauza kibanda cha nini? Cha miogo, sio aseme akanga miogo. Jamani anaitwa baba miogo. Toka mama miogo la juzi na yeye anaitwa baba miogo. Kusoma hakuna faida. Maana mimi kazi yangu. Bwanangu kama yule pale Musa nilivyokuambia, shule kasoma vizuri viti vyake hivyo anauza kashata. Siku njana nyuma Musa kashata nachukua. Musa jela ananipa. Aya, sasa kwa nini nisome? Kati mimi nishaona faida yake kabisa. Ndio kwa Musa nachukua hivi nikienda kwa baba miogo kule. Nachukua miogo yangu mwenye mitano ananipa juice ya soda. Nimeshiba. Hawa tukaenda mimi nikapotea. Ndio sichelewe. Sema bwanangu kwa sasa kwa kushaondoka. Mariamu, mtoto
mtoto wa mzenzi, tabia zimejipa nafasi. Kazi yako ni moja, kupora waume za watu kwa kasi. Kila nyumba unaliza, umebobea kwenye kashfa na mikasi. Umeliti mikoba ya baba, una haya wala rasi. Shemshenzi alikwambia Shemshenzi, huyu kachaguliwa msikitini. Shemshenzi, lakini mambo yake ya kijinga. Mungu wangu, mbona mtihani huu ni mzito? Mungu ananitesa kwa siri, na mtoto naye ananipa mateso. Mariamu mwanangu, umefuata tabia chafu za baba yako. Unanidharau mama yako, uniheshimu, unanifanyia vituko. Moyo wa mama unaumia, navumilia mambo ya siri. Mariamu, nilikubeba tumboni miezi 9 kwa tabu. Leo umekuwa msichana, umekuwa adui wa mama wako. Unacheka nikilia, unaiga kila uchafu wa mzee wako. Maneno yako ni sumu, unanitukana bila aibu wala hofu. Shea anajisifu nje, kumbe nyumbani amefuga lalana, na mtoto ameshaharibika, amekuwa nakala ya baba yake.